Dakika chache zijazo itakuwa ni mchezo wa Young Africans vs Silver Strikers katika uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium. Mchezo wa kwanza uliacha vilio na simanzi kwa mashabiki wa Young Africans nchini Malawi. Mashabiki wengi walisafiri kutoka Tanzania kuelekea Malawi na walifungwa goli moja, goli la dakika 76, goli la Josephat, lakini jina kubwa likiimbwa ni la Uchizi Vunga. Leo ni siku ya mchezo wenyewe ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu zaidi, mchezo wa marudiano. Ni historia ya klabu mbili, Young Africans wakifuzu hapa wanaelekea hatua ya makundi, lakini versus Silver Strikers akiendeleza ubaba alioanzisha nchini Malawi anaelekea hatua ya makundi. Je, ni Young Africans kwenda hatua ya makundi au ni Silver Strikers kwenda hatua ya makundi? Nipo na dadangu Eliza hapa ambaye tunakuja kupiga naye story nyingi kuelekea mchezo huu wa leo. Bana Dairiza hatuchezi ndo jina lako maarufu nafikiri unapewa. Kwa nini kabisa? Kwa nini unapewa sana kuita Dairiza hatuchezi? Sasa wale nipa hilo jina ingekuwa nzuri zaidi kama ungewauliza wao. Mimi nitakuwa sina majibu. Mimi nilipokea jina kwa mikono miwili. Na ukaendelea kulitumia kwamba Dairiza hatuchezi. Yeah, of course. Dairiza, leo ni mchezo wa historia kwa upande wa klabu ya Young Africans kuelekea hatua ya makundi. Mlifanya hivyo msimu uliopita na msimu huu mnaendelea kuitafuta historia kuelekea makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Kizingiti ulichonacho kikubwa, ulifungwa mechi ya kwanza. Leo kwanza kabla ni mchezo wa aina gani? Kwanza ni wapongeze Silver Striker kwa mechi iliyoisha kuweza kutumia ilivyo uwanja wao wa nyumbani. Sababu mechi za timu nyingi za Afrika au mpira wa Afrika kwa asilimia kubwa unategemea sana uwanja wa nyumbani kuliko uwanja wa ugenini. Ukipata bahati kupata matokeo mbele ya uwanja wa ugenini, basi linakuwa ni swala la surprise na la kumshukuru Mungu. Lakini asilimia 75 mpaka 80 timu nyingi za Afrika zinakuwa zinautegemea sana uwanja wa nyumbani kuliko kutegemea uwanja wa ugenini. Na hata wao wanapokuwa wanaenda ugenini, kitu cha kwanza huwa wanaenda kutopoteza, wanaenda na mentality ya kutopoteza mechi. Ila ikitokea wamepata matokeo mbele ya hao wapinzani wao wanaokuepo nyumbani kwao, wanakuwa wanamshukuru Mungu. Kwa hiyo mimi naiamini timu yangu, naamini wachezaji wangu, na wanajua umuhimu wa hiyo mechi, wanajua umuhimu wa matokeo, kwamba wakipata matokeo dhidi ya Silver Striker yanawapeleka wapi, na wakipoteza wanakuwa wamepoteza chance ya kushiriki michuano ya kimataifa kwa msimu huu, kwa maana mpaka msimu utakaokuja. Na msimu utakaokuja iwe wamefanya vizuri kwenye ligi, maana msimu unaweza ukapinduka wakawa na kwenye ligi pia hawajafanya vizuri, kwa maana kwamba wakawa wamepoteza chance ya kushiriki michuano ya kimataifa. Kwa hiyo mimi naamini wachezaji sasa hivi wana morali ya hali ya juu na wanautaka mchezo, kwa sababu wanajua walifanya makosa kwenye uwanja wa Malawi, wakaweza kupoteza kwa goli moja dhidi ya Silver Striker. Lakini kupoteza dhidi ya Silver Striker mechi kwa goli moja haimaanishi kwamba Young Africans katoka, haimaanishi kwamba Young Africans yatashindwa kufuzu, haimaanishi kwamba Young Africans ni timu mbovu. Ila ni vile makosa ndio yanayofanyika uwanjani, matokeo yanaweza kupatikana. Na yule anayekuwa amepata matokeo haimaanishi kwamba yeye hakuwa na makosa uwanjani, ila mpinzani wake anakuwa ameshindwa kuyatumia makosa ya mpinzani ili yaweze kumnufaisha. Mwisho wa siku anaikuwa amepata matokeo, anaibuka na matokeo, alafu yeye anakuwa ameweza kuzuia yale makosa anayokuwa anayafanya kwa wakati huo, kuweza kuyaziba ili wapinzani wasiyagundue kwa uharaka, ili yaweze kuwafanya wapoteze mchezo. Dairiza, mechi wamefanya bure, ni free entry, watu wanaruhusiwa kuingia kutazama mchezo wa Young Africans. Leo hiko tunatarajia muda mchache watu wataanza kuja wa kutosha, lakini watu wamekuwa tayari na ule uoga kwamba Young Africans ameshindwa kufanya hizi mechi zinazohitaji matokeo ya mwisho. Young Africans ameshindwa kufanya hivyo, alishindwa kufanya hivyo dhidi ya mechi yake ya mwisho hapa msimu uliopita, kupata goli moja pekee ili afuzu kuelekea hatua ya robo finali. Leo hii uone unawapa nini, labda mashabiki wana imani gani ya kwamba Young Africans, wakati kama watu wamekuwa hawana imani na Young Africans kwamba anaweza kufanya kitu, hasa hususan zinapokuja mechi za matukio ambayo unahitaji labda chochote ili ufuzu kuelekea hatua inayofuata? Ndio maana nikasema kwamba wachezaji na morali walionayo sasa hivi wanajua umuhimu wa hiyo mechi. Ukisema mechi ya mwisho watashindwa kupata sijui ili waweze kuqualify kwenda hatua inayofuata, mechi dhidi ya CR Belouizdad ilikuwa ni mechi ya mwisho ambayo Young Africans vs CR Belouizdad ilikuwa ni mechi ambayo
ilikuwa inatofautisha magoli. Na Young Africans ana qualify kwenda hatua ya robo finali, aliqualify kwa idadi kubwa ya magoli dhidi ya CR Belouizdad. Kwa maana kwamba Young Africans angepata magoli matatu pekee yasingetosha Young Africans kuqualify moja kwa moja kwenda hatua ya robo finali. Lakini alivyopata magoli matatu, ukaona mpaka viongozi wanazungumza bado tunahitaji goli moja ili tuwe na uhakika zaidi, kwa sababu CR Belouizdad mechi ya mwisho alishinda akawa na pointi 8 na Young Africans mdau akiwa amebakiza mechi 8 anamfunga CR Belouizdad, Young Africans anafikisha pointi 8 na mkononi akiwa na mechi moja ya ugenini dhidi ya Al Ahly. Kwa hiyo mimi nadhani makosa, kufanya kosa sio kosa, ila kurudia kosa ndio kosa. Mechi ambayo Young Africans alishindwa kupata goli moja dhidi ya MC Alger, ambayo ndo alikuwa anahitaji goli moja ili ashinde, yani alikuwa anahitaji ushindi wa aina yoyote ili aweze kuqualify kwenda hatua ya robo finali, hakufanikiwa. Lakini bado hakufanya vibaya, kwa sababu pointi ambazo zilimfanya Young Africans ashinde kuqualify kwenda robo finali ndizo pointi ambazo zilimfanya Young Africans akaqualify kwenda robo finali msimu juzi. Kwa watu wasikalili kwamba inaweza katokea yalotokea dhidi ya no. Watu hawatakiwi kuingia kwa kukalili kwamba msimu jana ilikuwa hivyo na msimu huu itakuwa hivyo. Kwamba msimu jana Young Africans alishindwa kuvuka kwenda hatua robo finali na msimu huu hawezi kuvuka kwenda robo finali. Mimi nadhani unajipanga kulingana na makosa ambayo unakuwa umeisha yafanya huko nyuma. Young Africans hakufanikiwa kuingia robo finali msimu jana, ni tushajua wapi tulikosea, wapi palikuwa na mapungufu. Uongozi umeingia, umefanya marekebisho, uongozi umeingia sokoni, umefanya maboresho kwenye yale maeneo kuhakikisha msimu huu tunaweza kufanya vizuri. Pale ambapo tulikuwa tunashindwa kupatumia ili paweze kutupatia matokeo, msimu huu tuweze kupatumia ili paweze kutupatia matokeo na kuhakikisha tunaenda hatua inayofuata. Kwa hiyo mimi nadhani mechi ya leo ni mechi ambayo ni muhimu zaidi kwa Young Africans. Ni muhimu kwa Silver Striker, lakini ni muhimu zaidi kwa Young Africans kwa sababu hakuna kiulizo kingine ambacho kwamba Young Africans akipoteza kwenye hii mechi ataenda kujiuliza kwenye mechi nyingine. Akishindwa kupata magoli kwenye hii mechi kwamba ataenda kujiuliza kwenye mechi nyingine. Akishindwa kupata matokeo kwenye hii mechi, maana yake mpaka ajipange msimu mwingine unaofuata. Kwa msimu huu ndo anakuwa ametoka. Kwa hiyo wachezaji wale, mchezaji kama Pacome ambaye taifa lake limequalify kwenda kombe la dunia, let's say anaenda msimu kesho kucheza kombe la dunia ili hali timu yake imetolewa, haishiriki michuano ya kimataifa. Kwa hiyo anaingia akiwa na mentality ya hali ya juu ya kutafuta matokeo, kwamba nataka nikiwa nashiriki kwenye klabu bingwa na naenda kushiriki na kombe la dunia timu ya taifa. Wachezaji wa Young Africans asilimia kubwa au asilimia 75 mpaka 80 ni wachezaji ambao tayari wanajua hii michuano ya kimataifa inakuwaje. Ni wachezaji ambao wameisha cheza kwenye michuano yote ya kimataifa. Wengine walikotoka kwenye mataifa yao, kwenye ligi zao, ni ambao vilabu walivyotoka vilikuwa vinashiriki michuano ya kimataifa. Kwa hiyo hakuna mchezaji Young Africans ambaye naweza nikasema hajashiriki michuano ya kimataifa. Utawazungumzia kina Endi Mudijoni ambao wamekuwa wanaitwa timu ya taifa. Utawazungumzia kina Ofen Chikora walikuwa wanaitwa kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo maybe kina Ninju ambao wametoka Zanzibar ambao bado vilabu vyao vimekuwa havina wakati mzuri kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo mimi nadhani ni wakati wa mashabiki, wanachama na wadau wote wa mpira kuhudhuria kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Ukizingatia bosi amesema hakuna kiingilio. Anataka twende tukapige kelele kwa wachezaji kuhakikisha wanatupatia matokeo leo ili tuweze kufuzu kwenda hatua ya makundi. Dada Eliza, mechi inamalizika ya kwanza na Silver Strikers kule nchini Malawi. Kocha anafungashiwa virago Romain Folz. Mikoba anakabidhiwa Patrick ambaye alikuwa kocha msaidizi. Leo hii tunatarajia kuona kocha mpya kwenye bench ambaye kama yeye alikuwa kocha msaidizi, this time ni kocha mkuu. Uone kama hiyo nayo kuna namna fulani inaweza ikawaangusha au ikawadrei, kwa sababu kocha ni mpya, hajajua mifumo labda aliyotumia Romain Folz, anakuja kocha mwingine. Unafikiri kocha ndani ya wiki moja pekee inamtosha kuwa amefanya mabadiliko, na leo hii tukashuhudia mchezo mwingine wa kumfanya Young Africans aweze kuwapa furaha na nyuso za mashabiki watakao kuwa wamejitokeza katika uwanja wa Benjamin Mkapa?
Patrick Mabedi hakuna atakachoenda kukibadilisha kwenye kikosi cha Young Africans. Zaidi sana ni kwenda kuwapa hamasa wachezaji kuhakikisha wanashambulia kwa wakati na wanarudi kujizuia kwa wakati ili wasiweze kuruhusu goli litakalotuweka kwenye wakati mgumu. Swala la kuingiza mifumo ni mpaka pale atakapoachana na hii michuano kwamba ameisha cheza mechi dhidi ya Silver Striker, anasubiri sasa kuja kuanza kuingiza mifumo yake, au amepata matokeo au hajapata matokeo. Kwa hiyo mimi nadhani hakuna kocha Patrick Mabedi hawezi kuwa chanzo cha Young Africans kutopata matokeo, na ni chanzo cha Young Africans kupata matokeo kwa mechi hii ya leo, kwa sababu kila mchezaji atataka muoneshe mwalimu mpya kitu ambacho anacho, atapambana ili aweze kujihakikishia nafasi ya moja kwa moja kwenye kikosi cha Patrick Mabedi. Kila mchezaji atapambana kuinusuru timu ya Young Africans na kuhakikisha wanapata chance ya kuingia makundi. So msimu jana wameishia makundi. Why kipindi hiki tushindwe kuingia makundi? Ili hali 75% ya wachezaji walioishia makundi msimu jana bado wapo. Kwa maana kwamba wanao uwezo wa kushirikiana na wachezaji walioingia na wakapata matokeo yatakayowapeleka Young Africans katika hatua ya makundi. Na kuna uwezekano wa kutumia hata wachezaji ambao walikuwepo, yani wachezaji ambao bila kutumia wachezaji wapya, na wachezaji waliokuwepo waliomaliza msimu wakatumika na wakapata matokeo, kwa sababu 75% ya kikosi cha kwanza cha msimu jana bado kipo. Wachezaji waliotoka ni wachezaji ambao walikuwa si regular starter kwenye kikosi cha kwanza. Ukimuondoa Halid Aucho ambaye ndo alikuwa ameshajitengenezea eneo lake kwenye kikosi cha kwanza, lakini wengine wote walikuwa ni wachezaji ambao walikuwa wanatokea benchi. Huyu Halid Aucho tumewahi kucheza dhidi ya Mamelodi tukiwa hatuna Halid Aucho, tukiwa hatuna Pacome Zouzoua, tukiwa hatuna Yao, lakini bado Mamelodi hakuweza kufurukuta. Alienda kututoa kwa hatua ya matuta, na tena kwa figisu za mpira wa Afrika kama uliuangalia vizuri. So kumbe kuna uwezekano wa kucheza bila hao wachezaji wapya, na tukiwa na wachezaji wale waliomaliza msimu na tukapata matokeo kwenye timu dhidi ya mpinzani yeyote na kuhakikisha tunaenda hatua ya makundi. Kwa mimi nadhani Mabedi atakachoenda kukiongeza kwa wachezaji ni kuwahamasisha na kuwapa sumu, kuwafanya waweze kujua umuhimu wa mechi na umuhimu wa matokeo, kwamba haya matokeo tukiyapata tutaqualify kwenda hatua ya makundi, na mechi hii umuhimu wake ni mechi pekee ambayo itatufanya sisi tuweze kuqualify kwenda hatua ya makundi. Kuna story toka Ramovic nani kocha Romain Folz akiwepo pale Young Africans hajampa nafasi Mohamed Zimbo Junior. Wanatamani kumuona kwenye hii mechi ya leo ambayo ni mechi yenye intention ya maamuzi, ikiwezekana kwamba Zimbo Junior ni mkongo katika mechi hizi za maamuzi. Huoni nafasi yake leo akianza kwa ajili ya kuitafutia Yanga matokeo ya mwisho? Nitakuwa naingilia maamuzi au nitakuwa na muingilia mwalimu, ili hali yeye ndiye anayekaa na wachezaji kwa muda mwingi. Yeye ndo anajua mchezaji fulani ni mzuri kwenye eneo fulani, nikimwanzisha atanipa impact gani, nikimweka benchi nitakuwa nimekosa kitu gani, au nitakuwa natarajia kupata kitu gani nitakapokuwa nimemuingiza kwa kipindi cha pili. Kwa hiyo mimi nadhani Mohamed Hussein niliwahi kusema kwamba anakuja Young Africans, sio kwamba anakuja moja kwa moja kuingia kwenye kikosi. Ana kila sababu ya kupambania namba pale Young Africans. Kwa hiyo ubora wake mazoezini na kitu atakachoprove kwa mwalimu ndio kitu ambacho kitampa mwalimu uwezo wa kumwamini kuweza kumpa nafasi ya kucheza ili aweze kuitetea logo ambayo anaitumikia kwa sasa hivi. Kwa hiyo mimi nadhani nikisema kwamba Mohamed Hussein anatakiwa aanze, nitakuwa na muingilia mwalimu maamuzi yake, au nitakuwa nampangia mwalimu kikosi, ili hali yeye ndiye anayejua kwamba naingia kwa kushambulia kipindi cha kwanza ili nimalize mechi, au naingia kipindi cha kwanza kudefense ili nimsome mpinzani anakuja vipi ili kipindi cha pili nimalize mechi. Kwa hiyo mimi nadhani swala la Mohamed Hussein kuanza au kutokuanza na muachia mwalimu. Uone kama watu wanamuimba labda Zimbo Junior angetakiwa aanze kwa sababu amekuwa legendary wa hizi michezo, hususan akiwa na Simba Sports Club, amecheza mechi zenye maamuzi ya mwisho na amefanya vizuri. Wakasema labda huenda akawa ni msaada mkubwa pale Young Africans, na mechi ya leo ambayo ni ya muhimu zaidi kuliko mechi zote. Unajua mwalimu professional huwa hafanyi kazi kwa mihemko ya watu.
kwamba nimesikia shabiki anasema hivi basi na mimi niingie hivi. Bado hata mashabiki wakisema Zimbo aanze na mwalimu akaanza naye, wakikosa matokeo bado atamsema mwalimu. Ndio maana mimi na opti kumwachia hiyo kazi mwalimu, ili atakapokosa matokeo mimi nijue wapi pa kumpatia na mhoji kwa nini amekosa matokeo, ili hali tumemwachia uhuru wa yeye kuchagua kikosi atakachoweza kuingia nacho, kwa sababu kila mchezaji pale Young Africans anao uwezo. Kila mchezaji pale Young Africans hii michuano ya kimataifa anaijua. Kila mchezaji pale Young Africans anapatakiwa apate nafasi ya kuitumikia klabu ya Young Africans. Kwa hiyo mimi nadhani bado siwezi kulizungumzia swala la Mohamed kuanza au kutokuanza, na muachia hiyo kazi mwalimu. Dailiza, mashabiki wa Young Africans mmekuwa na nguvu zaidi kuliko viongozi. Ndio inavyosemekana kwamba mmekuwa na sauti za mamlaka. Nimeona mmeweza kuomba bure, mmeweza kuomba mechi yenu ya bure dhidi ya Silver Strikers juzi kati kwa matajiri. Juzi kati nikasikia mkaanza kuleta maombi mengine ambayo mara mkaomba na pilau. Na mimi leo nasema watu wekee na ugali, kwa sababu tupo sisi ambao hatuli pilau. Nataka ugali wa mtama, unajua mkulia mimi, na ugali wa mtama ule ugali mwekundu ule na nyama choma na kichuli na kachumbari na mboga za majani. Kwa hiyo unapoweka pilau kumbuka kuna wasio kula pilau. Tupo sisi tunaopenda ugali. Hatufanyagi makosa kwenye ugali na nyama. Kwa hiyo tunamuomba bosi kama alivyoamua kutupatia raha tukiwa tunaangalia mpira, basi kuwe na ugali, kuwe na pilau, kuwe na jiboost, kuwe na pop GSM, yani kuwe na kila kitu. Sisi tuendelee kuenjoy. Unajua kategori za maskini anategemea gate collection ndo akawalipa wachezaji. Hela ya Samia ile ya goli la mama watu wameipigania huko kambini. Unaelewa? Hela ya gate collection hivi wewe watu mpaka leo wanadaiwa na kafu. Ulitegemea waingize mashabiki bure afu wanawalipaje kafu wakati wanawadai? Kwa hiyo ukitaka kuzungumzia vilabu vinavyojiweza kifedha, ndio maana tunaposema kwamba Young Africans ni club yenye thamani ya bilioni 100, mwe mnaelewa. Haina shida na gate collection. Umeelewa? Lakini hao ambao wametoa wachezaji wawili kwa mkopo Mamelodi wanatakiwa wapate hela ya kuwalipa wale wachezaji. Wametoa mchezaji wamepewa bure na Mwigulu Nchemba kutoka kule Singida, wamepewa mchezaji bure. Hadi nauli ili wakosa ya kumtumia mchezaji alipewa na Mwigulu Nchemba hadi nauli ya kumleta Dar es Salaam. Hao watu unategemea kwamba waingize mashabiki bure? Hao watu ambao wanaenda kuvunja viti uwanjani unategemea uwaingize bure? Si utakuta hadi ile TV mengolewa. Kwa hiyo inabidi wawekewe limitation ya kuambiwa waingie kwa kiingilio, ili uwanja utakapotapika umejaa watu 60,000, wengine na vingilio vyao waishie huko waangalie kwenye vibanda umiza. Lakini sisi sasa mashabiki wa FIFA sisi, unaelewa, unajua watakiwa tofautishe mashabiki wa kafu na mashabiki wa FIFA. Mashabiki wa FIFA tumeelimika kidogo, unaelewa? Huwezi kutukuta tunagombana au tunagombania vitu kama hivyo. Kwamba sijui utoe hela sijui nini. Mashabiki wa FIFA hizo level tulishatoka. Sasa hivi tuko kwenye level za FIFA. Yani tunaishi FIFA. Una mjumbe ambaye ndiye anayeratibu mashindano yote ya vilabu vyote duniani vya kiume. Alafu bado uwe na kategori za kama akili za mashabiki wa kafu wanapeana tuzo eti ya mashabiki bora. Alafu hao ndio wanaopigwa faini ya kwamba wameharibu viti, wametukana watu. Hao ndio wanapewa tuzo ya mashabiki bora. Kwa hiyo unakuja kugundua kuna utofauti wa mashabiki wa kafu na kuna na mashabiki wa FIFA. Kwa hiyo sisi mashabiki wa FIFA level zetu ni za kwenda uwanjani bure, tunaenda tunakula, tunaangalia mpira, tunarudi. Alafu kesho yake tunakunywa na supu ya ngamia pale Jangwani. Tunawakaribisha. Ila wasilete fujo. Zile fujo zao zile sisi hatuzitaki. Tunawakaribisha kuangalia mpira, ila hatuwakaribishi kuja kuleta zile fujo zao. Wasije wakatutengenezea sifa kikafu. Hizo sifa baki nazo wao wenyewe. Wangoe viti wenyewe, wasubiri siku yao ifike wangoe viti. Ila sisi mashabiki wa FIFA tumeishavuka kwenye level za kungoa viti, tumeishavuka kwenye level za kupiga watu kuja kuangalia mpira uwanjani, tumeishavuka, yani kwenye level zote tumeishavuka. Kwa hiyo wao wana deserve kuweka viingilio. Tena wanatakiwa mzunguko waingilie 20,000. Kwa sababu wale watu nasikia za chini bosi amesema hana hela ya kulipa kafu. Jairuti naye kasema kwamba hajaingia mkataba wa kulipa ujinga unaofanyika uwanjani. Yani wafanye ujinga mashabiki, Jairuti akalipea. Kwa hiyo wanatakiwa mzunguko watoe 20,000.
alafu VIP A watoe 200,000 ndio wajue kuingia pale uwanjani, wapate pesa ya kuwalipa kafu. Deliza, mashabiki wengi wa Afrika wamekuwa na kasumba moja, hasa hususan wa kwetu upande huu wa East Africa. Wanashangilia matukio tu maalum, labda kona imepigwa nini. Kesho mchezo wa leo ni wa muhimu zaidi. Unafikiri mashabiki wa Young Africans baada ya kuingia bure, tayari mmepata bahati ya kuingia bure, wafanye nini kuhamasisha ili malengo kula mashabiki kuingia uwanjani liweze kukamilika? Na hilo ndio tatizo kubwa sana la Afrika, kwamba tunashangilia kwa matukio. Mtu kavishwa kikoi, unasikia majukwaa yananyenyuka. Mtu kapigwa tobo, unasikia majukwaa yananyenyuka. Lakini mimi nadhani tuna kazi kubwa sana ya kufanya. Tuna safari ndefu ya kufanya, kuwaelimisha mashabiki, kuweza kuhakikisha kwamba tunapoenda uwanjani tunaenda kushangilia mwanzo mwisho. So tushangilie matukio. Tunashangilia timu yetu jinsi inavyofanya. Haijalishi inapoteza au inapata matokeo. Ukienda kwa wenzetu ambao kidogo wanajua nini maana ya mpira, huwezi kukuta wakishangilia timu yao tu. Yani wao wanashangilia tu, yani wanaenjoy yani. Unakuta imefungwa timu yao lakini mnapigiwa makofi nyewe wapinzani. Unaona? Kwa hiyo mimi nadhani tunatakiwa tufanye kazi sana kuelimishana na kuhakikisha tunapokuwa tunaenda uwanjani tusiende kusinzia. Sababu pale ukitaka kusinzia, sinzia nyumbani kwako. Ukitaka kulala, lala nyumbani kwako. Ukitaka starehe ya kutokushangilia, kastarehe nyumbani kwako. Ukae peke yako nyumbani kwako, chumbani kwako, uweze kufanya vitu ambavyo unavihitaji. Lakini umeenda uwanjani ni mwendo wa kushangilia mwanzo mwisho. Yani mtu kasukumwa chini, wewe shangilia. Mtu kakohoa uwanjani, shangilia. Yani wewe ukiona Dickson Job anatema mate, shangilia. Ukiona Momo Dombia anatupa mipira hata ukatoka nje, wewe shangilia. Ukiona we Diara amekosea, wewe shangilia. Umeelewa? Maana yake nini? Ni kuwapa morali kwamba kama mimi Diara nimefanya kosa, goli limeingia, lakini bado wanashangilia kule juu. Maana yake wale watu kitu wanachokihitaji, wanahitaji matokeo. Momo Dombia mimi nimetupa mpira nje, nimetoa pasi imeenda nje, lakini bado wananishangilia. Maana yake wananishangilia kwa kunikosoa, wanahitaji nifanye vitu sahihi ili niweze kuwapatia matokeo. Ule uwanja capacity yake una watu 60,000. Wote wamejaa, alafu mimi nafanya vitu vya ajabu. Watu wameacha kazi zao, watu wameacha familia zao. Kuna watu wamechagua kuvunja siku makazini kwao kuja kuniangalia mimi, kuja kunishangilia mimi. Ngoja nijitahidi niweze kuwapatia matokeo. Kwa hiyo mimi nadhani tunatakiwa kushangilia mwanzo mwisho na sio kushangilia wakati wa matukio. Deliza, kabla tujamaliza unaweza kanisaidia labda prediction yako kwenye mchezo wa dakika chache zijazo tunavyozungumza? Unamwona Yanga akielekea makundi? Silver Striker alishinda dakika 90, ila dakika 90 Young Africans anaenda makundi. Dakika 90 Young Africans anaenda makundi. Deliza, ungetusaidia kikosi chako ambacho leo natamani mwalimu bana Patrick anze na hichi, huyu awe namba 1, namba 2 mpaka ile first 11 yako nzima kuelekea mchezo? Kwa upande wangu mimi golini ningeanza na Djigui Diarra, namba 2 ningeenda na namba 2 nani? Patrick Mwenda. Israel Patrick Mwenda. Namba 3 Mohamed Hussein. 4 na 5 Jobu Nabaka. Namba 6 ningemweka Azizi Ndabwile. 7 Max Nzengeli. 8 Duke Abuya. 9 Andy Boyeli. 10 Pacome Zouzoua. 11 ningemweka 11 ningemweka nani? Celestine yuko au nani? Clement Mzizi angekaa 11. Namba 7 angekaa Pacome Zouzoua. Namba 10 angekaa Momo Dombia. Namba 9 angekaa Andy Boyeli. Bado Principal Melala Dobe unamwona atoke benchi, asianze kwenye lineup yako? Tayari hapo nimeanza na mastriker wawili, japo mmoja anaenda kuanza kama winga. Anatokea pembeni. Kwa hiyo mimi nadhani dakika 90 hapo zinakuwa hazijatamatika. Kwa hiyo bado kuna sabu. Dua kubwa ya mashabiki wa Young Africans ni kuiona Young Africans ikienda hatua ya makundi, ndio historia nyingine kuitengeneza. Swadakta kabisa. Abana, tulikuwa na dada yetu Eliza hapo tukiendelea kuchambua mchezo ambao dakika chache kizazo tunavyozungumza utakuwa unandirima katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Young Africans anahitaji mchezo huu kwa ukubwa wa hali ya juu. Je, unamwona Yanga kenda makundi? Tudondoshe kwenye comments hapo chini. Kabla mimi ni Hassan Saddam, nilikuwa na mwenzangu da Eliza, lakini aliyesimamia kamera hii ni Paco. Asante, tukutane kwa wakati mwingine.